Naitwa Lilian Wanjala na ninashukuru Mungu kwa wakati huu, maana umetuletea kompyuta ICT mahali hapa, na ninajua itakuwa ya maana katika maisha ya wananchi. Hasa kama mimi binafsi niko na biashara ya kuuza nguo, hii kompyuta itanisaidia kuadvertise kazi yangu na kufanya ziara nyingine katika hii kompyuta. Kwa niaba ya youth wa Bokoli, nachukua hii fursa kushukuru Mheshimiwa Dr. Edward Kimakwa kwa ajili ya ufanisi wake wa kuhakikisha kwamba tunakuwa na ICT hub eneo la Bokoli katika soko la Bokoli. Hii inaenda kutusaidia sisi kama vijana kueneza ujumbe wa zile shughuli ambazo tunafanya kwa ajili ya kujikimu kimaisha. Hii kompyuta inaenda kutusaidia kuuza sera za biashara yetu ili kwamba iweze kutuletea hata wawekezaji kutoka nchi za ng'ambo kukuja kusimama pamoja nasi. Wito kwa vijana ni kwamba tutumie mitandao ya kijamii kwa njia ambayo inastahili. Tusitumie hii nafasi kutumia mitandao ya kijamii kutusi viongozi wengine, kwa sababu hii mtandao ukiutumia vibaya utaharibu maisha yako, lakini ukiwa na mwelekeo mzuri na itakupea mwelekeo mzuri wa kufaidika katika maisha yako. Asanteni. Tunaona watoto wengi wanamaliza vyuo vikuu na hawana kazi. So lazima tutafute mbinu ya kutafutia hawa vijana wetu kazi. Kama hivi hapa vitasaidia watoto wetu, tusio mambo ya kazi, pia kupata nafasi za masomo kwenda kule ng'ambo, kupata nafasi za scholarships. Na nimekuja kuona watoto wengi wetu hapa hawajui mambo ya kompyuta. Mimi kama Dr. Kimakwa nimeanzisha program ambayo inaitwa Digital Literacy Program. Tumeweza kupeleka kompyuta katika shule mbalimbali. So mimi naomba tu kama askofu, ninapoendelea kuomba na kutafakari mambo ya Mungu, ya kwamba serikali na lecturers waangalie njia ambayo inaweza patikana ili watoto hawa wasikae tu hivyo, kwa sababu tutapoteza watoto wengi. Na ni wakati wa Christmas, ni wakati ambao tunakaribia Christmas, ni wakati wa shule zingine zimefungwa. So ninaomba serikali iangalie hili jambo kindani, na lecturers pia waangalie kindani na wapate suluhisho. Serikali yetu, mnaona sasa watoto wetu wako nyumbani. Watoto wetu wako nyumbani, wenye wako vyuo vikuu hawasomi sasa. Tunaona wanatembea ovyo ovyo. Juzi tumesikia mtoto mmoja amekuja akauawa na mtu mwingine hapa kwetu Matulo, alikuwa mtoto ako chuo kikuu. Serikali naomba mgomo wale waathiri wa vyuo vikuu, mutimize mahitaji yenu kwa wananchi wa Kenya. Nyinyi mnaambia wananchi kwamba mtafanya hiki na kile na hamfanyi. Zile pesa mlihakikisha kwamba mtawapatia lecturers katika vyuo vyetu vikuu vya public. Lazima mufanye hivyo, lazima mtimize vile mlivyosema. Mgomo iko ya university, na tunapoangalia hivyo watoto wetu wale ambao wako katika vyuo vikuu wanaanza kukaa na kukua na idle minds, na wanajishtukia wameingia kwa mambo ambayo si mazuri. Hata ninapoongea hivi kuna mtoto mmoja wetu Matulo Ward ambayo tayari ameshauawa kule Nairobi na wameleta mwili hapa. So unaona, tunaomba walimu wetu ama lecturers wetu waelewane na serikali na warudi shule ili watoto wasiwe idle shuleni, ama serikali ichukue mkondo wa kuona ya kwamba wanaweza kusave na mnakani the situation. Then wakati watu wanapokuwa kikundi, mawazo inaongezeka. So mimi naomba tu kama askofu, ninapoendelea kuomba na kutafakari mambo ya Mungu, ya kwamba serikali na lecturers waangalie njia ambayo inaweza patikana ili watoto hawa wasikae tu hivyo, kwa sababu tutapoteza watoto wengi. Na ni wakati wa Christmas, ni wakati ambao tunakaribia Christmas, ni wakati wa shule zingine zimefungwa. So ninaomba serikali iangalie hili jambo kindani, na lecturers pia waangalie kindani na wapate suluhisho.